habari ya nguvu za Mungu zinazoweza kutusaidia kutimiza yale ambayo Mungu kayaweka ndani ya mioyo yetu. Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 26. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini nimeanza na mstari huu? Kwa sababu kanuni ya kimungu, jambo lolote tunalotaka kuliomba, tunalotaka kulifanya, ni lazima tulifanye kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa akili zetu sisi wanadamu na kwa jitihada zetu sisi wanadamu, hatuwezi kulijua lililo katika mapenzi ya Mungu. Sasa ninajua katika hili zoezi tunaandika mambo mengi, na ndivyo ilivyo. Hata mimi mwenyewe naandika mambo mengi sana, na huwa nikifuatilia diary ambazo nimekuwa nikiandika maono yangu, kuna baadhi ya vitu vingine nikivipitiaga mpaka mwenyewe nashtuka, nasema hivi nilikiandika hadi hiki hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunayaandika kwa kadri ambavyo yanakuja ndani ya mioyo, lakini ili kutimiza lililo kusudi la Mungu, tunapaswa sasa kulita uwepo wa Roho Mtakatifu ili uweze kushuka na kuweza kulichipusha moja baada ya jingine kwa majira ambayo Mungu ameyakusudia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu pasipo kumshirikisha Roho Mtakatifu, huwezi prioritize mambo yako. Huwezi ukajua lipi likae katika kipaumbele, lipi lianze la kwanza, lipi la pili, lipi la mwisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilisema wazo linapotua ndani yako au maono yanapoingia ndani yako, yanaingia kama mbegu tu. Lakini namna gani litaenda kufanya kazi, tunahitaji guidance ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza tukawa na guidance ile ya kawaida kabisa ya kusoma darasani, kwamba hatua ya kwanza utafanya hivi ni nzuri, hatua ya pili utafanya hivi, inatusaidia katika kutufungua akili zetu. Lakini ili kuweza kupangilia mambo yako katika vipaumbele na katika kutimiza lililo kusudi la Mungu ambalo halitaleta majuto maishani mwako, ni lazima Roho Mtakatifu ahusike. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa neno la Mungu hapa linatuambia ya kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Huyo anayeandika hivi ni Paulo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mtume huyu, ni mtumishi wa Mungu huyu. Anatuonyesha ya kwamba wanadamu tunao udhaifu wetu. Katika kufikiri uko udhaifu wetu. Katika kuyapanga mambo upo udhaifu wetu. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia katika huo udhaifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Sasa hapa anaposema hatujui kuomba jinsi itupasavyo, maana yake ni nini? Tunapoanza kuombea mipango yetu, unaweza ukaanza kumwomba Mungu, ukamwambia Mungu nisaidie, nitolee mfano. Tukaanza na mtumishi wa Mungu hapa, mwenyekiti, na nitamtolea mfano kwa sababu Yesu ndio kiongozi Bwana. Kwa hiyo nitamtolea mfano zaidi yeye. Kwa mfano mtumishi wa Mungu hapa anasema ninataka niwe na farmers labda 10. Yesu tusaidie sana. Sasa akaanza kuhangaika kushughulikia farmers, namna gani anakuwa na farmers 10. Sasa ni sahihi kabisa kuweza kushughulika kufika katika hiyo lengo. Lakini usipomshirikisha Roho Mtakatifu, unaweza ukajikuta katika kuplani kwako ukakusudia kufanya partnership na mtu fulani. Kumbe huyo mtu amebeba roho ya uangamivu, akaangamiza ile vision uliyokuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapomshirikisha Roho Mtakatifu, anatusaidia hata namna ya kuchagua partners wa kwenda nao kwenye hizo biashara, wa kwenda nao kwenye hayo maono, kwenye hiyo huduma, wa kwenda nao kwenye kitu chochote unachotaka kukifanya. Roho Mtakatifu anaanza kukusaidia. Tukikumbuka kwa habari ya Yesu Kristo, kabla hajawatambulisha rasmi wanafunzi wake, maandiko yanasema ya kwamba alienda kuomba kwanza. Usiku kucha akashinda katika maombi. Alafu asubuhi yake aliposhuka kutoka katika maombi, ndipo akaanza kuwatamka kwamba wewe
utakuwa mwanafunzi wangu wa kwanza, wewe wa pili, wewe wa tatu, kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu alimuonyesha kupitia maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hii inatusaidia kuweza kuchagua, kwanza kuweza kupangilia vizuri mambo yetu, lakini kitu cha pili inatusaidia kuchagua watu walio sahihi wa kwenda nao. Ili kama kuna watu wasio sahihi mbele yako, Mungu aweze kuwatoa katika hiyo plani ulionayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sababu nyingine ya pili, kwa nini tunataka tumshirikishe Roho Mtakatifu ili aweze kutupa hizo nguvu, ni kwa sababu tukiangalia hata Mungu mwenyewe kwenye uumbaji wake. Tufungue ile Mwanzo sura ile ya kwanza. Mwanzo 1, tukianza na ule mstari wa kwanza pale. Tutachambua mistari michache alafu mingine tutaendelea nayo kwenye vipindi vingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii ilikuwa ni project ya Mungu. Ilikuwa ni wazo la Mungu. Ulikuwa ni mradi wa kwanza ambao Mungu anaufunua kwetu. Mradi wa kuitengeneza dunia na sayari zote zinazoizunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwenye hii project ya Mungu, ukisoma kwenye ile Mwanzo 1 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sawa eh? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Project ya Mungu ya kuumba dunia na sayari zote zinazoizunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ukiangalia hapa, inamaanisha Mungu alipata wazo ndani yake. Si ndio eh? Alipata wazo ndani yake na akakusudia kuweza kulitimiza lile wazo. Sasa alipokusudia kuanza kulitimiza lile wazo, maandiko yanasema akaumba, kama vile ulivyoweza kuumba wazo lako la biashara. Ya kwamba mimi nitafungua hospitali ya kwangu, mimi nitafanya biashara fulani. Akaumba wazo lake Mungu, akatengeneza wazo lake Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ukisoma mstari wa pili, maandiko yanasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa alipoliumba wazo lake, maandiko yanasemaje? Ya kwamba ilikuwa ni ukiwa tena utupu. Yaani unapolitengeneza wazo, na ndio maana nikasema ile Jumapili, usilitengeneze kulingana na mazingira ulionayo. Yaani ukijikadiria sasa hivi kwamba nataka baada ya miaka 10 niwe na kipato labda cha milioni 500 kwa mwaka au milioni 100 kwa mwaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa utakapolitengeneza wazo lako, linakuwa ni giza tena limekaa utupu. Kwa maana gani? Wakati mwingine hata mwenyewe ukiangalia unaweza ukajicheka, unasema ila hili nimeliweka, ila hili kweli kabisa hili, lakini nimeliweka, lakini kweli litatokea hili jambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unaweza ukalitengeneza jambo lako kwa ukubwa unaotaka kulitengeneza. Wewe litengeneze tu, kwani kama hivyo ulivyoandika umelipia hela, kwamba nimeandika wazo kubwa sana kwa hiyo nimetozwa kodi kwenye hili wazo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu alipotengeneza wazo lake, lilikuwa limekaa kama ukiwa, lilikuwa limekaa tupu, lilikuwa halina shape. Ukisoma Biblia ya Kiingereza linasema ilikuwa haina shape maalum. Dunia ilikuwa haina sura maalum, lilikuwa halionekani ni kitu gani kinachoenda kutokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndani yake anasema baada ya kuwa na giza pamoja na kuwa haieleweki, anasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sasa Roho ya Mungu inakuja juu yetu ili kutupa nguvu ya kwenda kuyatimiza yale ambayo yanatakiwa yatimizwe. Lakini inakuja ili kuweza kutusaidia kujua ni hatua gani ya msingi ya kwanza unayotakiwa kuanza nayo. Inamaanisha pasipokuwa na Roho Mtakatifu juu yako, unaweza ukaanza na hatua ya mwisho badala ya kwanza na ya kwanza. Na matokeo yake ukianza na hatua ya mwisho wa siku utafeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Hauna hata mtaji, hauna chochote kile, lakini ghafla unaanza kutafuta masoko. Nasema mimi nauza mawese. Hujui hata mawese unayatoa wapi, hujui yanapatikanaje, hujui changamoto zake za hiyo biashara imekaaje, lakini ghafla unaanza kupublish kwamba mimi ninauza mafuta ya mawese. Unatengeneza matangazo, unarusha kwenye vipeperushi.
Sasa tutaanza kukuuliza, naambia okay, mimi nahitaji lita 5. Mimi nahitaji lita kadhaa. Mwisho wa siku tunakuona hueleweki, hupatikani, hueleweki. Baadaye tunasema yule jamani tapeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulishindwa namna ya kujua uanzie wapi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatupa kujua mahali sahihi pa kuanzia. Roho Mtakatifu anatupa kujua watu sahihi wa kwenda nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ukisoma hapo maandiko yanasema katika hiyo Mwanzo mstari wa 2 hapo, sura ya 1 mstari wa 2, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alihitaji kuona anafanya vitu kwa ufanisi, anafanya vitu kwenye viwango pasipo kukosea. Mstari wa 3 maandiko yanasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nataka nikuonyeshe tu mistari michache ambayo itakuonyesha ni kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu. Mungu hapa mstari wa 3 anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Tafsiri yake ni nini basi? Ni kwamba Mungu alipotazama, Roho Mtakatifu alipokaa juu ya uso wa nchi, akaona ya kwamba hapa kuna giza, chochote kitakachofanyika hakitaweza kuonekana, matokeo yake hayataweza kupatikana mpaka giza litakapoondolewa katika uso wa nchi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo akampa Mungu ufunuo wa kuanza kuachilia nuru kwanza. Mungu angeweza kuanza na kumuumba mwanadamu, akasema angeweza kumfinyanga mwanadamu akamweka kwenye hiyo dunia ambayo ilikuwa haina form, haina chochote. Kwa hiyo matokeo yake mwanadamu angeanza kuishi kwenye mazingira yaliyokuwa magumu ambayo hayaeleweki. Lakini akaanza kwanza na nuru. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hata huyu mwanadamu ambaye anakuja kumuumba anatakiwa avione vile vitu ambavyo Mungu ameviumba basi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Tafsiri yake nyingine ni kwamba Mungu anatafuta kuona vitu katika picha iliyo ya wazi. Yaani anapoanza kutekeleza yale majukumu yake, yale maono yake, anataka avione vitu kwa macho ya wazi, kwamba vinaonekana, vinatokea, vitu vinakuwa halisi. Sio kwamba vinakaa katika giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa anaposema ya kwamba na iwe nuru, maana yake anataka vile vitu vinavyotendeka vionekane mbele zake na mbele za watu. Kila kitu kitakachofanyika kionekane wazi kwa macho ya nyama. Bwana Yesu atusaidie sana. Kisiishie katika giza, kisiishie katika namna ya kuweza kumfanya mtu asielewe ya kwamba ni nini kimefanyika, yuko kwenye hatua gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu akaona ya kuwa hiyo nuru ni njema. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unapotaka kuanza project yoyote ile, ni lazima vitu unavyovifanya viwe clear. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima vitu unavyovifanya viwe clear. Lazima uweze kuviona vitu katika uhalisia wake. Sasa kuna watu wanafanya vitu bila kujua uhalisia wake. Amewaambia bwana, kuna mwaka fulani nimeenda Kenya kujifunza biashara fulani. Nikafika kule nikakutana na biashara ya kanga, mayai ya kanga, mayai ya kwale. Nikakutana na biashara za sungura, zikawa zimewaliza watu sana kule Kenya. Tukazisikia sana zile story. Sasa huku Tanzania zikawa hazijafika hizo habari. Sasa kwa sababu sisi tulikuwa kule na tukawa kwenye discussion mbalimbali na makampuni tofauti ya biashara, tukawa tunajua nini kinachoendelea kwenye nchi ya Kenya, nini tunaweza tukakichukua kule tukakileta huku. Baada ya kuja huku Tanzania, nimekaa kama miezi 2-3, tukasikia bwana kuna biashara kubwa ya kufuga sungura. Sijui imekaa hivi na hivi. Nikasema hiyo biashara imetoka wapi? Sema imetoka Kenya. Nikaambia hilo ni chaka, achaneni nalo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa bahati mbaya sana hawa watu wana mbinu nzuri kupita maelezo. Walichokifanya wakaenda wakatua kwanza pale SUA. Kwa sababu wanajua kabisa kwamba SUA ndo chuo cha kilimo hapa Tanzania. Ndicho kinachozalisha maafisa kilimo wengi na kinaaminika kwenye hiyo field.
Kwa hiyo akaenda wakapanda ile chachu kwa pale kwenye kile chuo cha SUA. Watu wakaelewa, wakaipenda ile biashara. Sasa sisi ambao tulikuwa tunaijua katika uhalisia wake, tulikuwa hatuna sauti sana. Lakini unamwambia mtu kwamba hii biashara mwisho wa siku unakula hasara, iache. Amesikia tu juu kwamba inalipa. Watu wakaenda wakakopa, wakajenga mabanda ya sungura, wakaenda wakanunua sungura kwa wa Kenya, fuga, nunua vyakula, fanya hivi na hivi. Baadaye wale jamaa walichokuwa wanafanya, anachukua sungura kwako, anakuja anamuuzia Pendo. Pendo akizalisha anachukua kwa Pendo, anaenda anamuuzia. Kwa hiyo huyu wa kwanza anatoa ushuhuda ulio mzuri kwamba ile biashara inalipa bwana. Mimi jamaa wamekuja wamenunua sungura wote. Na jamaa wanachukua video kwa huyu bwana, wanamhoji, anasema kweli nilikuwa na sungura 200, jamaa wamewachukua wote, wameshanunua, sasa hivi nimenunua vifaranga vingine vya sungura, anaanza kufuga tena. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Mtu anaianza biashara pasipokuwa na uhalisia wa kitu. Yaani yuko katika giza, anaifanya biashara katika giza. Amesikia tu watu wakisema ya kwamba inalipa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu akasema na iwe nuru. Alichotaka ni kwamba chochote anachokifanya, akifanye akiwa anakiona katika uhalisia wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kilichokuja kutokea, watu walikuja kuumia baadaye. Sasa wanakuja wanarudi kwa aibu, lakini kimya wanasema aisee, ile kitu bwana imetupiga kweli. Naambia okay, subirini na nyingine. Wakaja wakaletewa sui za mayai ya Kwale, wakaja wakaletewa za nini, wakaletewa za nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninachotaka kuzungumza hapa, concept kubwa kwenye hiki ni kwamba Mungu alipoianza project yake, cha kwanza akamruhusu Roho Mtakatifu akae juu ya project anayotaka kuifanya. Project hii ilikuwa ni ya uumbaji wa dunia na vitu vyote vilivyomo. Kwa hiyo kama vile ambavyo wewe unatakataka nyingi ndani yako, unasema mimi nataka niwe na mashamba ya kokoa, nataka niwe na farmers, nataka niwe na vyombo vya usafirishaji, Mungu naye alikuwa na mambo mengi katika moyo wake. Lakini akajua siwezi kujua vipaumbele vyake, siwezi kujua namna ya kuvitimiza pasipo kuachilia roho yangu ikae juu ya hivyo vitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo aliporuhusu roho yangu ya Mungu ikae juu ya uso wa dunia, ndipo akajua ni nini anachotakiwa aanze kukifanya na kwa majira gani. Akaanza na nuru kwanza, aweze kuona vitu katika uhalisia. Unapotaka kufanya vitu, Roho Mtakatifu atakusaidia kujua namna ya kuvifanya vitu katika picha iliyo sahihi. Usivifanye kwa picha ya gizani, mwisho wa siku utaumia. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu mmoja wakati tunaanza kutengeneza hizi wanasema shamba kitalu au greenhouse. Sasa akawa akitoa elimu, anawaambia watu kwenye hii greenhouse moja una uwezo wa kupata milioni 30 ndani ya mwaka. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nimeenda kusoma huko Kenya ambako ndiko idea imetokea, tukipiga calculation zote haifiki hata nusu ya hiyo pesa wanayoisema. Lakini mtu amekaa kwenye media anatangaza kwamba inafika milioni 30. Nikwambie mpaka viongozi wakubwa wa nchi wakaingia mkenge kwenye lile jambo. Japo watu waliokuwa wakitangaza zile figure walitusaidia na sisi kupata tenda. Japo mimi nilikuwa nikikujengea na kuambia kabisa ya kwamba matokeo yake yanategemeana na utunzaji unaoufanya. Lakini kwa calculation na uzoefu nilionao, figure hii hapa ndio iko katika uhalisia. Sasa mtu unaenda kumjengea na kuambia wewe hujui, wewe nijengee tu alafu mimi ninajua. Wale wa Kenya walisema italeta milioni 30. Naambia sawa, ila mimi ninayekujengea na uhakika hiyo milioni 30 haiwezi kufika. Unamjengea, unamwachia sawa, nijengee tu, wewe nijengee. Nipandie mbegu fulani, walisema mbegu ya aina fulani. Naambia okay sawa, walisema. Havijui vitu katika uhalisia wake. Hajafanya tafiti ya kina itakayompa mwanga wa kuweza kuwa na uhakika wa kitu anachokifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo watu tukawajengea hayo greenhouse na wengine wakawapiga hela za hatari. Lakini mwisho wa siku watu waligeuza yale kuwa mabanda ya kufugia kuku. Kwa sababu gani? Waliingia kufanya vitu pasipokuwa na mwanga halisi, pasipokuwa na vitu kuviona katika uhalisia wake. Wamesikia tu lakini hawana uhakika. Ukimuuliza ni nani aliyewahi kuvuna hiyo milioni 30 kwenye hilo banda, anakuambia nilisikia Wakenya wakisema. Sasa Roho Mtakatifu anakupa picha iliyo kamili ya kwamba unataka kufanya hii biashara. Hebu anza na hatua hii hapa. Lakini cha pili, hakikisha unakusanya taarifa za kukusaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Bwana Yesu atusaidie sana.
Kwa hiyo Mungu aliposema na iwe nuru, alitaka aone vitu katika uhalisia wake. Alitaka akusanye taarifa zilizo sahihi ili mwisho wa siku ajue ni nini anachotakiwa kukifanya. Roho Mtakatifu atakuambia ni nini cha kufanya na nini si kitu cha kufanya. Atakuongoza kwenye nini ambacho unatakiwa ukitende kwa wakati gani. Akatengeneza policy, akasema nuru itakuwa ni mchana, giza itakuwa ni usiku. Na ukisoma huko chini utakuja utaona alifanya vitu wakati wa mchana. Inamaanisha alitengeneza policy kwamba kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni nitakuwa nikifanya mambo yangu hapa. Linapoingia giza siwezi kufanya mambo yangu. Sasa tafsiri yake ni nini? Roho Mtakatifu atakuguide kwenye vitu vya kufanya na vitu ambavyo hutatakiwa kuvifanya. Yesu atusaidie sana. Atakuongoza hata kwenye namna ya kuweza kuwasiliana na watu. Atakuongoza hata kwenye namna ya kuweza kufanya. Unaweza ukaingia kwenye biashara, ukaanza kufanya biashara kwa kuwadanganya watu. Sasa Roho Mtakatifu atakukataza ya kwamba usifanye hivyo, kwa sababu mwisho wa siku hautaweza kufika mahali ambapo Mungu alikukusudia kufika. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuzipata nguvu za Roho Mtakatifu zitakazotusaidia sisi kufanya nini? Kutimiza yale maono tulionayo. Kwa hiyo tumeangalia kwa kifupi hapa kwa habari ya project hii ya Mungu. Mungu alianza na hatua gani? Mungu alifanyaje? Na sisi tunapaswa kwenda na hizi hatua. Umeandika mawazo yako, umetengeneza wazo lako, umeliumba wazo lako. Hatua inayofuata ni kitu gani? Achilia nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye hilo wazo lako. Katika biashara yoyote unayotaka kuifanya, kuna kitu kinaitwa SWOT analysis. Si ndio? Walimu mmefanya SWOT analysis. SWOT analysis unaangalia strength ulionayo. Kwamba nataka kufanya biashara fulani. Sawa, ninaipenda. Kuna mtu fulani, kijana mmoja juzi nika-comment kwake, nikamwambia sasa umeanza kukua. Kila nilikuwa nikizungumza naye namwambia hii mbona naona kama dogo haikutoi hii kitu. Ambia unapasa, yani una passion na hii kitu, unaipenda hii kitu. Nikamwambia siku ukikua utakuja kugundua ya kwamba hatufanyi kazi kwa sababu tunapenda, ila tunafanya kwa sababu inaleta faida. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa mtu anaweza akaona kitu, biashara fulani ni nzuri sana, akaikimbilia kwenda kuifanya kwa sababu anaipenda. Lakini kuipenda, umefanya hii SWOT analysis, umeangalia kama una uwezo wa kuifanya hiyo biashara, umeangalia strength ulionayo. Kwa hiyo lazima ujitathmini, uangalie kwamba nina uwezo, Mungu kanipa kipawa cha kufanya hiki kitu. Tulisema kipawa ni uwezo binafsi Mungu anaweka ndani yako. Na once ukitambua na kuinvest kwenye hicho, ndipo utakapoanza kupata mafanikio yatakayokuwa yakiwashangaza watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unaanza kuwekeza nguvu kwenye eneo ambalo hauna kipawa nacho. Uwe na uhakika utatumia muda mwingi, hata kama utaona matokeo, lakini matokeo yatakuwa ni ya kubipu tu. Ila ukitaka matokeo makubwa, hakikisha unawekeza kwenye kipawa chako, eneo ambalo una ubora nalo. Yaani ukiwekeza huko, tutakutafuta hata usipotutangazia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapokuwa tukifanya haya mambo, tunapokuwa tukitengeneza hii mipango, hakikisha priority inakuwa kwenye eneo ambalo una kipawa nacho. Na ndio kusudi la hili somo. Kwa sababu watu wengi wamewekeza kwenye maeneo ambayo hawana kipawa nacho, na matokeo ya siku, mwisho wa siku, wanatumia nguvu nyingi, wanavuna kidogo. Wanatumia nguvu nyingi, wanapata kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu maeneo aliyowekeza sio maeneo ambayo Mungu kawabarikia, sio maeneo ambayo Mungu kawawekea uwezo binafsi kwenye hapo. SWOT, SWOT analysis itakusaidia. Utajua strength yako, utajua weakness yako kwenye kipawa ulichonacho. Kwa hiyo kama mimi ni mwalimu, ninatakiwa kujua mimi ni mwalimu mzuri kwenye eneo gani. Maana mwingine ni mzuri kwenye hesabu, mwingine kwenye English, mwingine ni kwenye mathematics. Sasa kwa sababu wewe ni mwalimu mzuri, haina maana kwamba utaweza kufundisha hata biolojia wakati wewe ni mzuri kwenye historia. Lazima ujue kwamba ni mwalimu, lakini strength yangu iko kwenye history, strength yangu iko kwenye biology. Weakness yangu iko wapi? Weakness yangu iko kwenye kitopiki fulani. Nenda kafanyie kazi huo udhaifu ulionao. Bwana Yesu atusaidie sana.
Hapo maandiko yanasema Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu. Sasa katika udhaifu wetu anatusaidiaje? Ni mpaka umetambua udhaifu ulionao, alafu unaanza kumshirikisha na Mungu katika huo udhaifu. Kwamba Mungu, tazama, ninatamani kufanya kitu fulani, lakini na weakness fulani naiona inanisumbua. Nisaidie namna ya kuovercome hii challenge. Kwa hiyo unapoanza kumwomba Mungu kwa namna hiyo, Mungu anaanza kukusaidia. Kama ni maarifa umekosa, anakukutanisha na watu wenye maarifa sahihi wa kukusaidia kuweza kuvuka kwenye hiyo eneo. Yesu atusaidie sana. Ile inamaanisha opportunity, itakusaidia kuangalia fursa ambazo uko nazo kulingana na kipawa ulichonacho. Na ile T inamaanisha threat, kwamba okay, nikiamua kuwekeza huku nakutana na vitishio vya aina gani vitakavyonifanya niweze kunishindwa kutoboa hapa. Yesu atusaidie sana. Sasa naongea maneno haya na nafundisha somo hili kwa nini? Kwa sababu ninatamani kuona kanisa limebadilika. Natamani kuona watu wanaishi kwenye viwango ambavyo Mungu amevikusudia. Na ndio maana sijaweka nguvu nyingi sana kwenye kufundisha habari ya nini nasema ya mapepo. Najua mapepo watu wanayo. Lakini maandiko yanasema utaijua kweli nayo kweli itakuweka huru. Uhuru wa kwanza ambao unauhitaji, ambao mimi natamani utokee maishani mwako, ni kuishi katika viwango ambavyo Mungu amevikusudia. Ukishaanza kuona kusudi la Mungu ndani yako na kuanza kuishi katika hivyo viwango, kanisa automatically linabadilika. Yesu atusaidie sana. Tukianza kukutana hata kwenye story zetu, tunakuwa hatudiscuss watu, tunakuwa tukidiscuss ideas. Yesu atusaidie sana. Nasema nawaza kama kanisa likawa lina mradi fulani kwenye kijiji fulani, ule mradi utasaidia pale kwenye ile jamii, utafanya hivyo, lakini utaleta kipato pia kwenye kanisa. Tunatafuta watu ambao fahamu zao zitafunguka kwa namna hiyo, wataanza kuona kusudi la Mungu na kujenga maono kwenye hayo maeneo na kuwafikia watu walio wengi. Injili ya Mungu inaenda mbele, lakini na wao wananufaika katika hiyo kitu wanachokifanya. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kubaki na kanisa ambalo kila siku linakemea mapepo, hiyo sio utukufu kwa Mungu. Kwa sababu mapepo wakati mwingine yanakuja kwa sababu ya fikra zetu, mitazamo yetu, na lenyewe linapita huko. Kwa sababu kila siku unawaza una mashetani, na yeye anasema huyu mtu amewaza kuwa na mashetani, na maandiko yanasema wanavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Watu ndio tukamwingie huyu mtu, na utakuwa na mashetani kila siku. Lakini ukikutana na neno la Mungu likakwambia kwamba Kristo akikuweka huru, umekuwa huru kweli kweli, from there mapepo hayana sehemu katika maisha yako. Kwa sababu umeshajua kweli ya kwamba Kristo akiniweka huru, ninakuwa huru kweli kweli. Inamaanisha hakuna pepo litakaloweza kuja kunikalia katika maisha yako. Yesu atusaidie sana. Basi Mungu atusaidie katika haya. Hakikisha kwenye mipango ulionayo, hiyo ulioiweka. Hatua ya pili nimesema, nenda kakae na Roho Mtakatifu. Tengeneza muda wa kukaa katika maombi, kuombea hayo maono sasa ulionayo. Hello.